Ujumbe wa polepole kwake Daktari Emmanuel Nchimbi umezua taharuki nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Mjadala mkali umeibuka mitandaoni baada ya aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole kujibu kauli ya Daktari Emmanuel Nchimbi kuhusu madai kuikomboa Tanzania. Kupitia ujumbe alioandika kwenye mitandao ya kijamii Septemba mwaka huu, Polepole alieleza kuwa Tanzania ilishakombolewa tangu mwaka 1961 chini ya uongozi wa baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere, na hakuna sababu ya kisiasa ya kuendelea kutumia lugha ya ukombozi katika enzi ya sasa. Polepole alisisitiza kuwa ukombozi wa kweli ulikamilishwa wakati wa kupatikana kwa uhuru, na hatua zilizofuata zililenga kuimarisha mshikamano, umoja na utu wa kitaifa. Alibainisha kuwa changamoto zinazokabili Tanzania leo ni za kiuchumi, kijamii na kisiasa, na kwamba haziwezi kupewa tafsiri ya mapambano ya ukombozi. Kwa mtazamo wake, kiongozi anapodai kuwa taifa bado lipo katika minyororo, anawapa wananchi taswira isiyo sahihi na inayoweza kuwavunja moyo. Kauli ya Polepole imekuja muda mfupi baada ya Daktari Nchimbi kutangaza kuwa chama chake kimejipanga kukomboa Tanzania kwa mara nyingine, akitaja rushwa, umaskini na ukosefu wa usawa wa jinsia kama mizigo mikubwa inayohitaji kupigiwa kelele. Polepole ambaye amewahi kushika nafasi muhimu katika Chama cha Mapinduzi CCM amesema badala ya kauli za mapambano, viongozi wanapaswa kuwapa wananchi ujumbe wa matumaini na mwelekeo wa kisera unaolenga kuboresha maisha yao. Ameweka wazi kuwa jukumu la kizazi cha sasa ni kuimarisha uchumi, kukuza ajira, kuondoa umaskini na kujenga mifumo imara ya demokrasia, si kuendeleza simulizi za ukombozi ambazo kihistoria zilikamilika zaidi ya nusu karne iliyopita. Kauli hii imezua mijadala mikubwa mitandaoni. Wapo wanaomuunga mkono Polepole wakisema kuwa kauli za kisiasa lazima ziendane na wakati, na kwamba viongozi wanapaswa kutoa mwelekeo wa suluhu za changamoto za kisiasa badala ya kuendeleza lugha inayoweka taifa katika hali ya mapambano yasiyoisha. Wengine hata hivyo wanaona lugha ya ukombozi bado iko imara na ina nafasi, wakidai kuwa inaweza kuwa kichocheo cha ari ya kupinga rushwa, dhulma na ufisadi unaoathiri maisha ya wananchi. Mjadala huu umeonyesha namna mijadala ya kisiasa nchini inavyozidi kuhamia mitandaoni na jinsi viongozi wanavyotumia majukwaa haya kushawishi mitazamo ya wananchi. Kauli za Polepole zimeibua maoni mseto na kuamsha mijadala kuhusu namna bora ya kuwasiliana na umma wakati taifa linapokabiliana na changamoto za kiuchumi na kijamii. Kenyascope itaendelea kufuatilia namna mjadala huu utakavyoathiri mijadala ya kisiasa, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Kauli za Polepole zimeacha ujumbe wa kutafakari. Je, taifa linaendelea kupigania ukombozi au sasa ni wakati wa kujenga uchumi na mshikamano wa kitaifa kwa vitendo?